Fikiria dunia ambayo pesa hazihesabiwi tena. Dunia ambayo dola zinachomwa kama kuni, si kwa anasa, bali kwa ajili ya kupata joto. Fikiria mtu mmoja alikuwa na pesa nyingi kuliko uwezo wa kuziweka benki. Alikuwa na nguvu kuliko sheria za taifa lake. Alikuwa na jina ambalo lilitosha kuua bila risasi. Huyu hakuwa rais, hakuwa mfalme wa kifalme. Alikuwa mtu mmoja tu, lakini dunia nzima ilimwogopa. Aliwahi kusema, afadhali nife kama mfalme kuliko kuishi kama mtumwa. Hii ni simulizi ya mtoto wa kijijini, Pablo Escobar, mtu aliyefanya taifa la Colombia lipige magoti na hatimaye dunia ikamfuata. Karibu The Storyside. Katika asubuhi tulivu ya milima ya Rio Negro nchini Colombia, tarehe 1 Disemba mwaka 1949, kilio cha mtoto mchanga kilisikika ndani ya nyumba ndogo isiyo ya fahari. Hakukuwa na sherehe kubwa, hakukuwa na watu waliotabiri historia. Ilikuwa ni familia ya kawaida katika kijiji cha kawaida ikimpokea mtoto wa kawaida kabisa. Mtoto huyu aliitwa Pablo Emilio Escobar Gaviria. Alizaliwa katika Colombia ambayo ilikuwa bado inapambana na umasikini, migogoro ya kisiasa na ndoto zilizovunjika. Familia yake haikuwa maskini wa kutupwa, lakini haikuwa tajiri hata kidogo. Baba yake aliyeitwa Abel Jehazas Escobar alikuwa mkulima mdogo, mtu aliyejua thamani ya jasho, udongo na subira. Mama yake Helmirda Gaviria alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, mwanamke aliyethamini elimu, nidhamu na maadili ya kazi. Lakini tangu siku za mwanzo kabisa, Pablo alionekana tofauti. Wakati watoto wengine walikuwa wanacheza bila malengo, Pablo alikuwa akitazama. Wakati wengine walikuwa wanaogopa adhabu, Pablo alikuwa anauliza kwa nini. Na wakati mwingine walifuata amri, Pablo alikuwa akitafuta njia ya kuvunja mipaka. Alikuwa mwerevu kupita wastani wa umri wake. Alielewa mambo haraka, alikumbuka kila kitu, lakini zaidi ya yote alikuwa na roho ya kutotii. Walimu walimkumbuka kama mwanafunzi mwenye akili, lakini mgumu kudhibitiwa. Hakupenda kuambiwa afanye nini bila sababu. Alitaka kuthibitisha kuwa yeye si wa kufuata, bali wa kuongoza. Hata akiwa mtoto, tayari alikuwa na jambo moja akilini ambalo ni heshima. Wenzake wa utotoni walikuja kukubaliana na tabia moja ya Pablo. Hakuwa na hofu. Hakuwa na hofu ya watu wakubwa, hakuwa na hofu ya adhabu, na hakuwa na hofu ya matokeo. Alikuwa na imani ya ndani kabisa ya kwamba dunia haikuwa mahali pa kumwamuru, bali mahali pa kumheshimu. Kadiri alivyokuwa, tabia hiyo ilianza kubadilika kuwa kitu hatari zaidi. Pablo alianza kuona njia za mkato pale wengine walivyoona vizingiti. Aligundua mapema ya kwamba akili inaweza kutumika si tu darasani, bali pia hata mtaani. Akiwa bado kijana mdogo, alianza kujihusisha na wizi mdogo mdogo, si kwa njaa, bali kwa kuthibitisha uwezo. Alianza kuuza vyeti bandia, akitumia ujanja badala ya nguvu. Baadaye alishiriki hata katika kuiba mawe ya makaburini, kuyasafisha na kuyauza tena kwa faida. Kwa wengine huo ulikuwa uhalifu. Kwa Pablo huo ulikuwa ujasiriamali wa mapema. Hakujiona kama mhalifu, alijiona kama mtu anayejua kucheza mchezo wa dunia mapema kuliko wengine. Ndani ya vitendo hivyo vidogo kulikuwa na ishara ya kile kilichokuwa kinakuja, ya kuwa mtu asiyeogopa kuvunja maadili, asiyeheshimu mipaka
na aliyeamini kwamba akili na ujasiri vinatosha kubadilisha hatima yake. Na hapo, bila milio ya risasi, bila damu, bila sifa, ndipo safari ya giza ilipoanza kimya kimya. Wakati vijana wengine wa rika lake wakiwa bado wanatafuta ajira au ndoto za maisha ya kawaida, Pablo Escobar alikuwa tayari amechagua njia tofauti, njia isiyo na ramani, njia isiyo na maadili, njia ambayo mwisho wake haukuonekana, lakini faida yake ilionekana haraka. Akasema, nikifikisha miaka 30 na nikiwa sina dola milioni 1 nitajiua. Kabla hajafikisha miaka 20, Pablo alikuwa tayari ameacha michezo ya utotoni. Alikuwa sasa anaelewa jambo moja muhimu sana, ya kwamba hatari kubwa huzaa fursa kubwa. Mwanzoni aliingia kwenye biashara ya bangi. Haikuwa biashara ya anasa, ilikuwa biashara ya mipaka. Kuvuka mipaka, kuhonga walinzi na kujua ni nani wa kunyamazishwa na ni nani wa kulipwa. Pablo alijifunza haraka kuliko wenzake. Alikuwa mzuri wa kupanga, mzuri wa kusoma watu na mbaya sana kwa yeyote aliyemsaliti. Lakini bangi ilikuwa mwanzo tu. Miaka 1970 upepo mpya ulianza kuvuma kutoka kaskazini. Marekani ilikuwa inaanza kupenda cocaine. Dawa hiyo ilikuwa ghali, adimu na yenye faida kubwa kuliko kitu chochote ambacho Pablo aliwahi kuona. Hapo ndipo macho yake yalipofunguka kikamilifu. Colombia ilikuwa na kile ambacho Marekani haikuwa nacho, na Marekani ilikuwa na pesa kuliko nchi nyingi duniani. Na kati ya nchi hizi mbili kulihitajika mtu mmoja jasiri, mjanja na asiyeogopa damu, na Pablo Escobar akawa daraja. Alianza kwa kusafirisha mizigo midogo, kisha ya kati na kisha mizigo mikubwa. Kila safari iliyoenda salama ilimjengea jina. Kila mzigo uliofika ulimpa ujasiri zaidi, na kila pesa aliyopata ilimpa nguvu ya kupanua mtandao. Ndipo akaanza kukusanya watu wake, marubani waliokuwa tayari kuruka bila kuuliza maswali, wana maji waliokimbiza boti usiku wa giza, wakulima waliokodisha mashamba yao kama njia za kutua ndege, na askari waliogeuka kuwa walinzi wa biashara haramu. Hatimaye mtandao huo ukapata jina ambalo lilitikisa dunia, ambalo ni Medellin Cartel. Mtandao huu haukuwa genge la mitaani, haukuwa kundi la watu waliokutana kwa bahati. Ulikuwa mfumo kamili wa kifalme wa dawa za kulevya. Ndege binafsi zilikuwa zinaruka usiku na mchana. Boti za kasi zilipenya bahari kama mshale. Ndege ndogo zilitua mashambani, misituni na maeneo yasiyoonekana kwenye ramani. Cocaine ilifichwa kwenye samaki, nguo, magunia, hata kwenye miili ya binadamu. Pablo hakupenda bahati nasibu, alipenda udhibiti. Kila njia ilikuwa na mtu wake, kila mtu alikuwa na jukumu lake, na kila kosa lilikuwa na adhabu yake. Ndani ya muda mfupi, kile kilichoanza kama ujasiriamali wa hatari kikageuka kuwa mtandao uliopangwa kuliko hata baadhi ya mashirika ya serikali. Na bila watu wengi kujua, bila magazeti kuandika, bila dunia kutambua ukubwa wake, Pablo Escobar alikuwa tayari anasukuma tani za cocaine kila siku kuelekea Marekani. Hapo ndipo jina lake lilianza kunong'ona mitaani, sio kwa sauti ya sifa, bali kwa sauti ya hofu. Ilipofika miaka ya 1980, jina la Pablo Escobar halikuwa tena la kunong'ona. Lilikuwa limeandikwa kimya kimya kwenye karatasi za siri za benki, kwenye ripoti za ujasusi, na hatimaye kwenye orodha ya watu matajiri zaidi duniani. Kwa mujibu wa Forbes magazine, Escobar aliorodheshwa kama mtu wa 7 tajiri zaidi duniani, nafasi ambayo hakuna mhalifu aliyewahi kufikia kabla yake. Utajiri wake ulikadiriwa kufikia zaidi ya dola bilioni 30, kiasi cha pesa ambacho hakikuweza
hata kufikirika katika Colombia ya wakati huo. Lakini cha kushangaza zaidi hakikuwa kiasi cha pesa alichokuwa nacho, bali kasi ya pesa ilivyokuwa ikiingia. Kila wiki Pablo alikuwa anazalisha takriban dola milioni 420. Hiyo ni zaidi ya trilioni moja ya Kitanzania kila wiki moja. Hii si kwa miezi, si kwa miaka michache, bali kwa kipindi kirefu. Alikuwa na pesa nyingi kiasi kwamba alikuwa akitumia dola 2500 kila mwezi, yani takribani milioni 6 kununua rubber band kwa ajili ya kufungia mabunda ya pesa. Pesa zilianza kuwa tatizo. Hakukuwa na benki ya kutosha, hakukuwa na akaunti salama ya kutosha, na hakukuwa na ghala linalotosha. Hivyo Pablo akafanya kile alichokiona kinafaa. Pesa zikazikwa mashambani, pesa zikafichwa misituni, pesa zikahifadhiwa kwenye maghara ya siri. Lakini pesa hizo hazikuwa salama hata huko. Mabilioni ya dola yaliliwa na panya, mengine yakaharibiwa na unyevu wa ardhi, na mengine yakapotea bila kujulikana kabisa. Fedha zikawa nyingi kiasi kwamba thamani yake ikapotea mbele ya maisha. Ndipo tukio moja la kutisha likatokea, tukio ambalo lingeifanya dunia iamini kwamba kwa Pablo Escobar pesa hazikuwa na thamani. Akiwa mafichoni msituni usiku wa baridi kali, binti yake alianza kutetemeka kwa baridi. Hakukuwa na blanketi la kutosha, hakukuwa na kuni, hakukuwa na muda. Pablo alichukua mafungu ya dola akayatupa chini na kuyawasha moto. Takriban dola milioni 2 zikateketea, si kwa hasira, si kwa sherehe, bali kwa ajili ya kupata joto. Moto uliwaka, binti akapata joto na pesa zikawa majivu. Kwake pesa haikuwa ndoto tena, ilikuwa zana, na wakati mwingine ilikuwa kuni tu. Na alinunua eneo kubwa la ardhi aliloloita Hacienda Napoles. Akaanzisha bustani ya wanyama binafsi. Aliweka tembo, twiga na viboko kutoka Afrika. Hadi leo viboko wa Pablo Escobar wamekuwa tishio nchini Colombia baada ya kuongezeka na kukosa udhibiti. Kwa Pablo Escobar, pesa hazikuwa mwisho wa safari, bali zilikuwa mwanzo. Aligundua jambo moja mapema sana: pesa bila nguvu za kisiasa ni hatari. Nguvu za kisiasa bila hofu ni dhaifu. Hivyo akatafuta kitu kikubwa zaidi kuliko utajiri, ambacho ni mamlaka. Escobar akaingia kwenye siasa za Colombia, akijionyesha kama mfanyabiashara, msaidizi wa jamii na rafiki wa masikini. Hatimaye akawa mbunge msaidizi, nafasi iliyompa heshima, kinga na mlango wa kuingia karibu na serikali. Lakini pazia lilipofunguliwa, ukweli wake ukaanza kujulikana. Ripoti za ujasusi, ushahidi wa biashara ya dawa na shinikizo la kimataifa, serikali ya Colombia ikachukua hatua na ikamtimua. Kwake jambo hilo halikuwa kushindwa, bali lilikuwa tangazo la vita. Kuanzia hapo hakujiona tena kama raia wa Colombia, bali alijiona kama adui wa taifa lake mwenyewe. Ndipo kauli yake maarufu iligeuka kuwa hukumu ya kifo kwa maelfu ilipozaliwa, ambayo ni plata o plomo, yani akimaanisha pokea rushwa au pokea risasi. Hii haikuwa tishio, bali ilikuwa sera. Majaji waliokataa rushwa waliuawa. Waandishi wa habari waliothubutu kuandika ukweli walinyamazishwa. Polisi waliokuwa waaminifu waliwindwa. Wanasiasa waliompinga walianguka mmoja baada ya mwingine. Hofu ikawa lugha ya mawasiliano. Lakini kilele cha ukatili wake kilikuja pale Pablo Escobar alipoamua kuonyesha kuwa hakuna aliyekuwa salama kwa hata wasiokuwa vitani. Novemba 27 mwaka 1989, ndege iliyoitwa Avianca Flight 203 ililipuliwa angani. Ndani yake kulikuwa na abiria
107 na hakuna hata mmoja aliyenusurika. Lengo lilikuwa kuua mtu mmoja wa kisiasa ambaye alikuwa mgombea wa urais wa Colombia wakati huo, aliyeitwa Cesar Gaviria, lakini matokeo yake yakawa mauaji ya halaiki na aliyemkusudia hakumpata. Majengo ya serikali yakalipuliwa, mabomu yakatikisa miji na Medellin ikageuka kuwa jiji hatari zaidi duniani. Escobar akaenda mbali zaidi, alitangaza zawadi kwa yeyote aliyemuua polisi. Kila sare ya polisi ikawa tiketi ya kifo. Vijana wakaanza kuua kwa pesa na vifo vikawa vya kawaida kama habari ya asubuhi. Hatimaye Colombia haikuwa tena nchi ya amani, bali ilikuwa uwanja wa vita. Vita kati ya dola na dola, vita kati ya sheria na hofu, na katikati ya yote alikuwa mtu mmoja aliyefanya taifa lote litetemeke. Baada ya miaka ya mabomu, mauaji na hofu iliyotanda nchini Colombia, serikali ilifika mahali pa kukubali ukweli mchungu ambao haikuweza kumkamata Pablo Escobar kwa nguvu. Kila jaribio lilishindikana, kila operesheni taarifa ilivuja, kila mtego ulivunjika kabla haujafungwa. Ndipo mazungumzo yakaanza, si kama serikali na mhalifu, bali kama taifa lililochoka na mtu mmoja mwenye nguvu nyingi kuliko sheria. Escobar akaweka masharti yake wazi, bila aibu, bila kuomba. Akasema, nitakaa gerezani, lakini gereza liwe langu. Kwa mshangao wa dunia nzima, serikali ilikubali. Hapo ndipo gereza la Cathedral lilipozaliwa, gereza lisilo na mfano katika historia ya uhalifu wa kisasa. Lilijengwa juu ya mlima, likiwa mbali na macho ya umma na karibu na watu wa Escobar. Lakini gereza hili halikuwa gereza kwa maana ya kawaida. Kulikuwa na uwanja wa mpira wa miguu ambako Escobar alicheza kama mfalme akitazamwa. Kulikuwa na baa, pombe ikimwagika bila hofu. Muziki ulipigwa usiku na mchana. Wanawake waliingia na kutoka bila kizuizi. Simu na mawasiliano ya biashara yaliendelea kana kwamba yuko huru. Ndani ya kuta za gereza, Escobar aliendelea kuongoza biashara yake, kutoa maagizo na hata kuwaadhibu maadui zake. Kwa nje alikuwa mfungwa, kwa ndani alikuwa bado mtawala kamili. Lakini hata ufalme huo wa kejeli haukudumu. Serikali ilipoanza kutambua kuwa ilikuwa imeruhusu kosa kubwa sana, ilipanga kumhamisha Escobar kwenda gereza la kawaida lenye ulinzi halisi lisilo chini ya udhibiti wake. Habari hiyo ilipomfikia Pablo, hakusubiri kuona matokeo, hakupiga kelele, hakupambana na hakujadiliana, bali alitoroka. Kwa msaada wa watu wake, kupitia njia alizozijua vyema, Escobar alitoweka kutoka gereza lake mwenyewe, akiacha nyuma aibu kubwa kwa serikali ya Colombia na swali moja zito: ikiwa aliweza kutoroka gereza lake mwenyewe, ni vipi angeweza kuzuiliwa? Baada ya kutoroka gerezani, Pablo Escobar hakutoroka tena kama mfalme, bali alitoroka kama mwindwaji. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, hakuwa tena anatawala mchezo, na dunia nzima ilianza kumfuata. Marekani kupitia DEA ilitoa msaada wa kiteknolojia na kijasusi. Jeshi na polisi wa Colombia walifanya operesheni zisizo na usingizi. Los Pepes, hawa ni maadui zake waliokuwa wanajua siri zake, walimtafuta bila huruma. Escobar akapoteza ngome moja baada ya nyingine. Marafiki wakamgeuka, mawasiliano yakakatika na maeneo ya kujificha yakapungua. Akiwa mafichoni huko Medellin, alifanya kosa ambalo lingeamua hatima yake. Alipiga simu ya mwisho kwa familia yake. Simu hiyo iliyodumu kwa dakika chache tu ilitosha kufichua eneo lake.
tarehe 2 Disemba mwaka 1993, siku moja tu baada ya kutimiza miaka 44, kelele za risasi zikasikika katika mtaa wa kawaida. Risasi zikapigwa huku mapigano juu ya paa la nyumba, na dakika chache baadaye kila kitu kikanyamaza. Pablo Escobar aliuawa juu ya paa. Mtu aliyewahi kutetemesha taifa, kutisha serikali na kutawala biashara ya dawa za kulevya duniani akaanguka kama mwanadamu wa kawaida. Mwili wake ulilala kimya. Hakukuwa na mabomu, hakukuwa na pesa na hakukuwa na mamlaka. Hapa ikawa mwisho wa mfalme na mwisho wa himaya iliyojengwa kwa hofu. Baada ya milio ya risasi kunyamaza, baada ya mwili wa Pablo Escobar kuondolewa juu ya paa, kilichobaki hakikuwa ushindi, bali kilikuwa hesabu ya maumivu. Escobar aliacha nyuma maelfu ya vifo ambavyo ni watu wasiokuwa na hatia, askari waliotekeleza wajibu, waandishi waliotafuta ukweli na raia wa kawaida waliokutwa katikati ya vita ambavyo hawakuvichagua. Idadi ni zaidi ya watu 4,000 walipatwa na madhila kupitia yeye. Aliacha taifa lililojeruhiwa na iliyolazimika kujijenga upya kisaikolojia, kisiasa na kijamii. Aliacha pia familia iliyoteseka, si familia yake tu, bali maelfu ya familia ambazo majina yao hayakuandikwa kwenye vitabu, lakini machozi yao yalijaza makaburi. Na zaidi ya yote, aliacha historia isiyofutika, historia ambayo haitamkwi kwa sauti ya fahari, bali kwa tahadhari. Pablo Escobar alikuwa mtu wa sura mbili. Kwa wengine alikuwa msaada kwa masikini. Alijenga nyumba, alinunua viwanja, alijenga viwanja na kutoa msaada pale serikali iliposhindwa kufika. Lakini kwa wengi zaidi alikuwa adui wa amani, mtu aliyebadilisha hofu kuwa sera. Alikuwa mfalme wa pesa, lakini pia alikuwa mtumwa wa nguvu, nguvu iliyomfanya apoteze mipaka, huruma na hatimaye maisha. Na hadi leo, miongo kadhaa baadaye, jina la Pablo Escobar halitamkwi kwa kawaida. Linatamkwa kwa sauti ya hofu, ya mshangao na kama onyo la historia ya kwamba pesa bila maadili huzaa uharibifu na nguvu bila mipaka huishia kujimeza yenyewe. Je, unafahamu nini kuhusu Pablo Escobar? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.